baadhi mlishindwa kufanya biashara zenu, baadhi mlishindwa kulima kwa sababu mlikuwa mnasubiri zoezi hili likamilike. Mmeonyesha nia njema ya kwamba huu mradi mnauhitaji, na ndio sababu mmetoa ushirikiano mkubwa na serikali hadi leo tumeweza kufikia hatua hii. Kama alivyosema mtaalamu na mdhamini mkuu wa kutoka ofisi ya mdhamini mkuu wa serikali, lakini pia kutoka TRC, wamesema wamewashirikisha vyema katika mchakato mzima. Nilipata baadhi ya malalamiko kipindi hicho, baadhi ya hoja, lakini tumetatua kwa busara na hekima, na hadi sasa wote ambao mnakwenda kupata cheki, ina maana wameprove kwamba mambo ni mazuri. Na hata yale majina yote nililetoa ofisini nikasema kweli hawa wanastahili kulipwa fedha zao. Hongereni sana kwa mshikamano huo ambao umeonyesha wananchi wote. Lakini pia niseme, afisa tarafa hapa amesema mmeshakwisha pewa elimu. Elimu haiishi, elimu ni kila siku. Naamini mmeelezwa. Fedha ni tamu, fedha unaweza ukaishika mkononi ukaona ni nyingi, lakini jinsi unavyotoa, leo ukitoa shilingi 10 imeshapungua hiyo. Kesho ukitoa 20,000 imeshatoka hiyo. Tuna uzoefu wakati miradi inaanza katika maeneo mengine, kuna watu walijua hii ni pesa nyingi, wakaanza kutumia tofauti na jinsi matarajio yao yalivyokuwa awali. Wengine wakaanzisha baa kubwa kubwa, wakawa wanacheza mziki. Wengine wakawa wanatoa ofa wakionekana ni wasaramaria wema. Wewe utaonekana mwema unapotoa hela, lakini baada ya hapo hakuna atakaye kujali. Hapa mna ndugu, mna familia, mna jamii. Utaweza kuitosheleza familia yako yote, ndugu zako wote, kwa sababu saa hizi wanakuangalia wewe ambaye unapata hizo fedha. Fedha zitakapokwisha hakuna ndugu wala jamaa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika wilaya yetu hii ya Uvinza tumepata bahati ya kuwa ni maeneo ya mwanzo kabisa ya utekelezaji wa mradi wetu. Kama utakumbuka Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika maeneo ya mwanzo ambao tumeanza ujenzi wa mradi wetu, tuliweza kujenga kambi katika kijiji cha Bweru, kata ya Itebula, ambayo kambi hiyo ndio inatumika kwa ajili ya ujenzi wa mradi wetu. Pia tumepata bahati katika mkoa wa Kigoma, wilaya ya Uvinza, eneo la Nguruka, kuwa ndo katika eneo la kwanza ambalo litaanza ujenzi wa njia kuu. Kwa hiyo kwa kusema hayo, Mheshimiwa, leo tutakuwa na zoezi, utakapotufungulia tutalipa fidia kwa wananchi ambao maeneo yao yamepitiwa na mradi. Jumla kuu ya fidia ambayo inatarajiwa kulipwa katika wilaya yako Mheshimiwa ni shilingi bilioni 8,818,810,224 na senti 86. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, maeneo yanayolipwa fidia ni njia kuu ya reli kuanzia kijiji cha Nyangabo mpaka Chakulu, lakini kijiji cha Chakulu tumekigusa nusu na kijiji cha Nyangabo tumegusa nusu kuanzia kitongoji cha Bulang'ombe. Lakini pia kuna vipande vya ardhi kwa ajili ya kuchukua malighafi kama mchanga, kokoto pamoja na vifusi, na maeneo ya kutupia udongo usiofaa ambao ni vijiji vya Malagarasi, kijiji cha Karenge, kijiji cha Ruchugi pamoja na kijiji cha Chakulu.